Mana Sandene Benito Santanani Tono Tanse Piro Tanana Ulisho Benetante Tonani Oyala Sanana Torine Tampedo Benani Shadanina Baba Minde Fudine Funata Benisa Nasema maono niliyoona ambayo sijaona miaka mingi. Very important. Muhimu sana. Na kama nabii nitaitumia nafasi hii kwa ajili ya kanisa la Tanzania. Specific maalum kabisa kwa ajili ya kanisa la Tanzania. Nisikie kwa makini sana. Nisikie kwa makini sana ninachokisema. Ufunuo 2 mstari wa 13. Ufunuo 2 uko tayari? Mstari wa 13. Na pajua ukaapo. Amen. Bado tu ni operation ya nyumba. Mungu anajua unapokaa. Iwe ni kanisani, iwe ni kazini, iwe ni nyumbani. It's good. Sema asante Yesu. Anasema na pajua ukaapo. Tayari hapo kuna somo zito kabisa. Amen. Kwamba Mungu yuko aware unapokaa, aidha ni pazuri au pabaya. But anasema na pajua ukaapo. Na pajua ukaapo ndipo penye kiti cha enzi cha Shetani, nawe walishika sana jina langu, wala ukuikana imani yangu, hata katika siku za Antipa shahidi wangu mwaminifu wangu, aliyewawa kati yenu. Hapo akaapo Shetani, hapo akaapo Shetani. Kumbe Mungu anaweza akakuruhusu ukae mahali anapokaa Shetani. Na baada ya kongamano kuisha, niliona maono ya ajabu sijayaona zaidi ya miaka niseme hapa 10 na sema amina. Niliona maono. Nisikilize kwa sababu tena hata kwenye mtandao msikilize. Niliona maono na niliyaficha, sikumwambia mtu, lakini nikaona utiwe nguvu kwa sababu ya mambo ambayo yalikuwa yameanza kutokea. Kwa baada ya mambo fulani kwanza kutokea, nikasema ni vizuri sasa ukawa aware. Leo tutajifunza siri ya utukufu na umoja. Lakini katika kujifunza nianze kutoa nabii. Sema amen. Amen. Sema haleluya. Utaanza kuona utukufu wa adui unadhilika kama sisi hatutadhilisha utukufu wa Mungu. Utukufu unadhilisha nguvu ya Mungu fulani. Ndio maana Mungu anapodhilisha utukufu anasema sitampa utukufu wangu mwingine. Mara nyingi anashindana na miungu mingine. Kwa mfano, utukufu wa Mungu ulioonekana wakati Daniel alikatazwa kuomba, asiombe kwa jina la Mungu wake wala kwa Mungu wake. Ukiona ile Daniel 6, kulikuwa na wakati mgumu sana wa maisha ya watakatifu kwa habari ya maombi. Lakini Daniel alijua kwamba aidha ni jamii au mamlaka inapoingilia utukufu wa Mungu, alijua kwamba unatakiwa ujue jinsi ya kufanya. Simama uzidishe kile ambacho Mungu amekupa kufanya. Kwa alichukua maombi mara 3. Inaonekana alikuwa afanye mara 3, lakini kwa sababu waligusa kwamba asimuombe Mungu wake, akaamua kufanya zaidi ya kile alichokuwa anafanya. Na ndipo walimpeleka kwenye shida
Kwa sababu magereza ya zamani hayakuwa kama ya sasa hivi. Hii rumande yalikuwa magereza yanakuwa na mashimo na mashimo yanakuwa na maji. Hilo ni gereza la kwanza, kama lile la Yeremia. Unaona Daudi Mwedomu alipomtoa Yeremia kwenye shimo lenye maji ambalo kulikuwa na panya ambaye ndio wanakutumbukiza mule, ni gereza lake. Lakini kulikuwa na magereza ambayo yalikuwa na simba, kama si gereza la Daniel. Hili ilikuwa gereza wanakuweka mule, wanakumaliza kabisa simba. Lakini pia kulikuwa na magereza ambayo yenyewe yalikuwa hayana chakula, wanakupa chakula cha shida. Bwana Yesu asifiwe. Sema amina. Wanakula mkate kwa nini? Kwa shida. Lakini pia yalikuwa magereza yaliyokuwa na mikatale kama ya Paulo na Sila, wanakufunga. Kuna mbao zinabana hapo, ukitikisika tu zinaanza kuzika damu kwa sababu ya namna wanavyokufunga. Lakini pia kulikuwa na magereza ya exile, wanakutoa nje, wanakutoa nje ya mji. Miji ya zamani ilikuwa nakuta, na unakuwa uruhusiwi kutana na watoto na wake au na mume wako. Hilo nalo ni gereza mpaka kipindi cha muda ule utakapokwisha. Sasa nimesema kiti cha enzi cha Shetani. Unabii huu ni kwa ajili ya kiti cha enzi cha Shetani. Yapata siku nilipomaliza kongamano, na kabla sijamaliza kongamano, kuna mtu alinitembelea kwenye chumba changu. Bwana akasema nimemruhusu. Alikuwa wa ajabu sana, wa kijana, na alikuwa na mamlaka nyingi sana ya giza, nyingi kubwa sana ya giza. Yaani uvuvio ule unaona ni mkubwa, maana yuko katika level za wafalme ulimwengu leo. Hata sasa hivi naongea, they watch me, na waona wananiona. Mnaelewa ninachosema? Hata wakati wananiona, kuendelea kuomba rohoni, kwa sababu message haitakuwa nyepesi. They are aware, wako kabisa, wanaelewa nini tunafanya. Sasa nilimwona huyo mtu, na Bwana akaniambia tutakuwa na mtembeleo. Ghafla nikaona ile round about ya mjini pale karibu na msikiti, magari matatu yanabeba kiti cha dhahabu kinaletwa maeneo haya huku ya Igoma. Alafu akatoka mtu mmoja mwenye mamlaka. Nikamwambia naomba nisaidie na mimi nikipate hiki kiti. Naomba nisikilize vizuri. Naomba nisaidie na mimi nikipate hiki kiti. Akasema ndio, najua umetusumbua sana. Na hakuna mtu anayetusumbua namna hii. Tumewatuma watu wengi wameshindwa. Nikasema wewe ni nani? Anasema uniangalie vizuri usoni utanitambua. Nilipomtambua nikajua ni Shetani. Sio pepo, Shetani. Nisikilize. Ndio maana nikasema haya maono niliona, ningewaambia mapema kabla ya kuandaa ulimwengu wa roho yangewatikisa. Nilimwona Shetani. Akanambia hivi, vitu vingi ambavyo tunavifanya kanda ya ziwa vinafanyika Igoma. Sasa nimeona nilete kiti changu mwenyewe ili muda mwingi niwe nafikia huku. Nikudhibiti wewe kwa sababu uliweka mazingira haya ili kuzuia nguvu kubwa inayotawanyika juu ya mji wa Mwanza kwa ajili ya kanisa. Kabisa namuona mtu anaongea, sijawahi kusahau alichosema. Kwa msafara ulikuwa unapiga pisa kama hivi, naona rais anapita juu umesimamishwa kwa sababu ghafla ulimwengu wa roho nilitwaliwa, nikapaa hewani, nikaenda sehemu aliyokuwepo, alafu akatambua mimi ni nani. Ndio akaanza kuongea na mimi maneno hayo. Sasa hiki kitu hizi kilikuwa kinakuja hii barabara ya Kishiri. Kilikuwa kinakuja barabara hii ya Kishiri. Na sijui kiliishia wapi wala kilienda wapi. Lakini alipokuwa naongea ule msafara wake ulikuwa unaendelea. Akaniambia unajua deni, ningeweza kusaidia, lakini nitainua watu wa kupinga. Siwezi kusaidia. Akageuka fuvu la kichwa, anasema unajua nini? Nikaona kichwa hapa kinawaka cha ajabu sana. Akaniambia angalia, asili yangu ni tofauti kabisa na yako. Lazima nikupinge. Siwezi kukuacha, lazima nikupinge kiasi cha kukuangamiza. Sasa kama nikawa katika ile lugha ya maono, nina demand kiti. Ninataka
kiti chake kwamba na mimi niwe nacho. Akanambia hata nikikupa hiki kitu huwezi kukitumia, asili yangu ni tofauti na kwako. Kabla kurudia tena, unamaanisha nini? Akaniambia hivi, wewe unamwakilisha unayemjua. Mimi na ufalme wangu hapa lazima nilete hiki kiti niuimarishe huko. Kwa sababu hili eneo ni lango la kuzimu. Hili eneo ni lango la kuzimu juu ya kanda ya Ziwa. Kwa ajili ya nchi hii. Lakini pia kwa ajili ya mikoa. Iwe ni Simiyu, ni Geita, iwe ni wapi inayozunguka. Anasema ni lango la kuzimu. So I was taking lightly kuwepo hapa. Nilikuwa nachukulia kiwepesi sana kuwepo hapa. Sasa ndio utaelewa position iliyokuwa inaendelea, unajua nimetoka hapa. Wakati wote ule ulipokuwa unaona watu wanainua mashtaka, lazima ujue shetani yuko nyuma. Wakati Yesu anaenda kuuawa, unajua alisema huu ni wakati wa shetani. Hakusema huu ni wakati wa nyinyi wauaji. Hakuwataja wauaji. Hakuwataja wanaosema msulubishi. Alisema huu ni wakati wa shetani hasa. Sema amen. Sasa unabii ambao nataka niseme Mungu alichokuwa anasema. Majira yanaenda kubadilika sana juu ya kanisa kwa nchi sana. Kiasi kwamba watu wengi watakuwa magerezani. Kiasi kwamba kutakuwa na sheria nyingi zitakazolenga kanisa linalofanya shughuli zake kwa kiwango cha moto wa uamsho. Lisiwe na access ya kufanya vile vitu. Na watakacholenga sana watatunga sheria ambazo zitadhibiti maombi. Andika ninachosema. Na utakuja kukumbuka hiki ninachosema. Kitaanza kusambaa. Utasikia Mbeya, utasikia Dar, utasikia wapi, sio tu mwanzo. Sasa nisikilize. Very interesting, nilipomwona shetani, nisikilize. Alikuwa mweusi kama mimi. Maana shetani anapenda kuvaa umbo na eneo husika. Alikuwa mweusi kama mimi. Nikampenda kwa sababu ana mvuto. Nikamwambia hivi, mbona kwa nini tusiwe marafiki tu? Kwenye ndoto huko namwambia kwa nini tusiwe marafiki tu? Wewe ukanipa vitu ulivyo navyo, watu ulio nao, maana walikuwa watu wenye fahari. Unaona watu wenye hama nini, magari mazito ya mjini yani. Watu ambao akaniambia ndio maana matajiri wa hapa mjini unaona wanasaidia jamii. Unaona hawa matajiri wakoje? Anasema ni tofauti na mikoa mingine. Anasema hawa ni wangu kabisa. Na wanajua unachokifanya. Nikasema okay. Kumbe tunafikiri tuko wachache, lakini ulimwengu wa roho maelfu ya watu wanaomwabudu shetani wanajua hilo jambo tunafanya. Nikamwambia hivi, sasa kwa nini usiwapinge wengine? Mimi mbona naona tunaweza tukawa marafiki. Akasema usinisogelee hata unisogelee. Sikiliza, asili uliyoibeba ni tofauti kabisa na asili niliyonayo. Alafu nikaona giza linapita nyuma yake. Nikajua ndio asili anayoongelea. Nikaanza kufurahi kule kwenye ndoto kwamba okay, kumbe asili yangu anayosema ni nuru ya Yesu. Amina. Amen. Akasema tunawapinga watu wote kama mimi na tutakuzuia. Anasema nimeleta hiki kiti. Maana yake, ngoja nikwambie. Unaelewa maana ya kiti cha enzi kufika mahali. Unaelewa maana ya kiti cha enzi kufika mahali. Alipofika mji wa Bethlehem, shetani wakati ule Yesu anazaliwa alimuingia yote. Maana yake shetani akaanza direct waingie kwenye mamlaka ili wapate sheria zitakazobadili majira yatakaofanya wasifanye walichokuwa wanafanya. Unaelewa? Fuatilia historia ya Bible. Ndio wote historia ya Bible inaonyesha lekosopla hata abishi karaparozo na sifi na ketapa. Sasa wakati kama huu ndio wakati ambao Mungu atajizilisha moja kwa moja. Kama unaona ile Matendo 12, Petro amefungwa na kanisa likaomba kwa bidii kwa ajili yake. Walipokuwa wananihitaji, mashtaka yaliyotoka hawakusema kanisa, walisema Deo. Hebu angalia Deo. Unafikiri mimi naomba peke yangu na maabudu Mungu peke yangu hapa? Kipindi kile nacho walisema Petro, wakamkata kichwa na Yakobo. Mamlaka zilizokuwepo wakati ule. Na chuki
ya kanisa kwa jamii ilizidi kwa sababu kiti cha enzi kilifika kwenye jamii usiku. Sasa madhara ya kufika kiti cha enzi, shetani anaitumia jamii. Na ni jamii ni rahisi sana kushambulia kwa sababu ndio watu naoishi nao. Chuki yao na uelewa wao, yani kinaweza ikawa kitu kidogo sana kikaumuka kiasi kwamba wanachoma hata kanisa. Mimi nimeona maono, nikaona makanisa yanachoma. Nikamwambia Bwana, what is this? Nikaona watakatifu wanapigwa kama wezi. Kasema tu kelele kwa maonjo, mtu anapigwa kama mwizi. Kelele hizo nazo zita mzamo. Ni ngumu sana kuelewa haya. Sema amina. Mpaka utakapofuatilia historia ya Bible inasemaje. Historia ya Bible unakuta inaonyesha kila wakati kitu cha enzi cha shetani kiliposhuka juu ya jamii, ile jamii iligeukia kanisa, wakaanza kuuawa, wakaanza kusulubishwa, wakaanza kuchukuliwa. Ngoja nikuonyeshe. Angalia katika Ufunuo. Hiyo mbili, twende mstari wa mstari wa 9. Naijua dhiki yako na umaskini wako, lakini utajiri. Najua matukano ya hao wasimao ya kuwa ni Wayahudi, nao sio bali ni sinagogi la nani? Ya Shetani. Sasa kicha enzi ya Shetani kinaposhuka pia, sema sinagogi. Sema roho ya dini. Sheria niliyoiona inatungwa kinyume na kanisa la moto. Naposema kanisa la moto, unaelewa ninachokisema? Amen. Ni wanadini, wana influence watu wenye mamlaka watoe. Kiasi kwamba itafika wakati ambao wale ambao ni charismatic, ni wa moto, wanaleta madhara kwa adui, watashitakiwa na wenzao wa dini. Yaani ni Wakristo wenzetu watatustaki kile tunachokifanya kutetea nafasi ya Yesu ndani ya nchi, ndani ya mji, ndani ya kijiji, watatustaki. Ndio maana hapa Yesu anasema, ninajua hawa wana kipindi kile dini kubwa ilikuwa nini? Hiyo nchi. Anasema lakini ni sinagogi la Shetani. Tunza hiyo utakuja kuiona. Tanzania inakokwenda. Wakristo watawafanya Wakristo wenzao wateswe. I'm telling you, haya yataingia. Sijasema Waislamu. Mimi sijasema Waislamu, nimesema Wakristo wabaliji watafanya sheria zitoke ili Wakristo wa moto wauzimike. Naongea kwa mafungu, lakini nasikia nguvu za Mungu kutoka juu mbinguni sasa hivi ananiambia sema ujumbe huu kwa sababu unafanya laka kuanza kufanya kazi. Na hii ni picha ya mpinga Kristo. Kabla mpinga Kristo hajafunuliwa, kutakuwa na sheria nyingi zitakazokuwa zinabana makanisa yasiwe ya moto, yasiwe fire. Anasema hivi yule mstari wa 10, usiogope mambo yatakayokupata. Kwa kuna mambo yatatupata. Anasema usiogope mambo yatakayokupata. Tazama huyo ibilisi atawatupa baadhi yenu gerezani. Sasa sikiliza, kiti cha enzi cha shetani kitawapeleka watu gerezani. How come shetani anahusiana na gereza la kutimba au gereza la mbele? Utaelewa kiti cha enzi kinaposhuka sasa kinaleta suffocation, kinaleta suffering, kinaleta dhiki, mateso. Yaani wangapi wamejiandaa kubeba msalaba kama huwezi hata kubeba msalaba wa kuiombea kanisa usiku? Kwa kuwa majira yanaenda kubadilika na mtapata shida sana. Unajua majira yakibadilika, kama mtu alikuwa amevaa koti na ikawa mchana ghafla, unajua koti litamsumbua sana. Kwa kuwa majira yamebadilika. Ndicho ninachokuambia, bear on your mind. Majira yamebadilika. Na mara zote ni kufumbua macho. Mara zote ukitaka ujue, hata kama hujapata maono, utajuaje majira yamebadilika? Angalia sheria zinazoendelea. Hiyo kiwango cha nchi, kiwango cha jamii, angalia sheria zinazoinuka, utajua kiti cha enzi kimeshuka cha dunia.
watu watakata tamaa ya kuomba, watakata tamaa ya kufanya mikutano, watakata tamaa ya kufanya huduma, kwa sababu itafika ambayo kama kanisa la mwanzo ilikuwa kwamba mtu akifanya huduma ni kwa ajili ya kifo chake, itafika watu watakuwa wanapigwa kama wezi kwa ajili ya huduma, kwa ajili ya jina la Yesu. Hii nyakati inakuja na haziko mbali, and I declare kwamba we are not going to stop. Hakuna atakayetusimamisha kwa jina la Yesu. Sikiliza. Nasikia uwepo wa Mungu hapa. Nasikia uwepo wa Mungu. Nataka nikwambie wewe tulio na safari moja. Wenyeji wetu huko mbinguni. No watch. No matter what. Tutalitetea jina la Yesu. Amen. Kama wengine walikufa tutakufa. Amen. Kama wengine waliumizwa tutaumizwa. Amen. Ile kwa kuwa tunajua tunachokifanya ni Mungu ametuagiza kufanya. Karama na wito wa Mungu hauna majuto. Aliyetuita tuombe na tudumu katika kuomba. Wengine wanasema maombi ni kelele, basi kwetu sisi maombi ni wito wa Mungu wetu mtakatifu. Sema amina. Amina. Sema amina. Amina. Sasa kiti cha enzi kinaposhuka. Umeona hapa Yesu anasema, huyu ni Yesu sio malaika. Ni Yesu mwenyewe anasema, hebu angalia. Anasema hivi, usiogope mambo yatakayokupata. Tazama huyo ibilisi atawatupa baadhi yenu gerezani. Sio atawatupa kwa wachawi. Kiti cha enzi cha shetani kinaposhuka, andika, devil he manifests himself through the authority that is there. Anajidhihirisha mwenyewe shetani kupitia mamlaka zilizopo. Sasa inahusiana nini gereza na shetani? So shetani akishuka anayo influence katika mamlaka ya Mungu. Kumbuka mamlaka ya roho ina uwezo wa kutawala mamlaka mwili, hata kama mamlaka mwili wanajua wajua. Wakati ule hata labda Herode sio mchawi, lakini alilazimika kutafuta kumuua Yesu kwa sababu shetani alimshukia. Can you imagine? Sio mchawi Herode, sio Freemason, sio Illuminati. Mtoto amezaliwa yuko hapo. Nimesikia hiki ana nyota ya kwangu. Tafuteni Mungu. Mamlaka zikaingia. Maskani wanasaka kila saa. Chinja watoto, chinja wa mama analia. Anasema Raheli akamlilia mwanae. Lakini hata akatulizwa asiweze kutulizwa kwa sababu majanga ya mauaji yalikuwa makubwa. Zaidi ya watoto 2000 waliuawa. Zaidi ya watoto 2000 kwa ajili ya Yesu. Sasa nisikilize, asante Roho Mungu ananiambia, wengine hawajui, wanajua wewe ndio utakuwa attacked. Shetani akishusha kiti cha enzi, huwa hawatafuti wote, andika, anamtafuta yule aliyewakilisha au anayewakilisha kiti cha enzi cha Mungu. Nabii anawakilisha kiti cha enzi cha Mungu. Kama ambavyo wakati ule wa Herode, kiti cha enzi cha shetani kiliposhuka, alitafutwa Yesu. Lakini madhara haya kumpata Yesu yaliwapata watu waliokuwa wanafanana na Yesu. Watu gani? Watoto wa kiume. Manake wewe unayefanana na Yesu kwa sasa hivi unafanana kinabii, unaitwa mwana wa nabii. Madhara yanaweza akakupata unafikiri aliitwa tu nabii. Mimi niombe nini? Okay. Lazima uzindue sera. Anasema mpige mchungaji, kondoo atatawanyika. Wanatawanyika wapi? Wanatawanyika kuliwa, wanatawanyika kulauliwa na dubu na simba. Wanaenda kwa hatari. Hawatawanyiki kujificha, wanatawanyika ili waingie kwenye mitego, ili waingie kwenye snare. Very important. Kwa wakati huu ni wakati wa kitu kinachoitwa glory and unity. Glory and unity. Wakati huu ni wakati wa utukufu na umoja. Biblia inasema kanisa liliomba kwa juhudi kwa ajili ya Petro, na utukufu ukashuka. Maskari hawajawahi kuzoea kuona malaika wanafungua mageti. Geti la kwanza, la pili, la tatu, la nne. Petro akatoka, utukufu wote mji. Na bado malaika kajua mamlaka iliyopo. Bado itamfasiria Petro. Akaenda kumtandika Herode. Ukisoma Matendo 12, Herode akafa. Rais wa nchi ile alikufa. Roho sapara kujeke. Kanisa likaendelea kwa nguvu.
Kwa nini? Wakati kichwa enzi kinapokuja cha shetani, Mungu naye anajizilisha hivi hivi. Kumbuka anasema, when the enemy shall come like a flood, the Spirit of God will lay the same standards. Shetani anapokuja kama mafuriko na Mungu naye anakuja kama mafuriko hivi. Sasa watu wake wanatakiwa nao wakae kimafuriko, watu wa Mungu. Kama ni maombi yakae kimafuriko, kama ni neno utasoma sana sasa hivi, kama ni kutafakari, kama ni kujikomiti, kama ni kubeba msalaba ndio utaubeba sawa sawa sasa hivi. Umeelewa ninachokisema? Sema amina. Amina. Sasa nisikilize hii siri ya ajabu sana kwa Mungu anaisema. Shetani anaposhusha kichwa enzi, maono niliyoona, nimeona kweli. Maono niliyoona. Shetani anaposhusha kichwa enzi, maana yake atatumia direct confrontation tunasema, au atatumia yani hataenda ile indirect kwamba atumie kona fulani, anakuja moja kwa moja. Okay. Anakuja moja kwa moja kwenye mamlaka kuzidisha kwamba yeye ndio yupo juu ya hizo mamlaka. Okay, umenielewa ninachokisema? Umenielewa ninachokisema? Mkuu wa ulimwengu huu ni nani? I'm giving you very sensitive message. Nakupa ujumbe muhimu sana. Uwe makini kusikiliza. Kichwa enzi cha shetani kinaposhuka na Mungu anashusha namna hiyo, tutaanza kuona malaika wengi. Tutaanza kuona vitu vya ajabu. Mungu akichukua ile direct visitation. Ataanza kututembelea moja kwa moja. I'm telling you, 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 ataanza kututembelea moja kwa moja. Ilikuwa usiku, ngoja nikwambie kitu ambacho labda jikaze kidogo kitakusaidia. Nilikuwa kitandani nikainuka pasipo kujua nainuka. Ghafla mkono wangu ukanyosha. Namuona mtu anauvuta mkono, yani unakwenda kabisa hivi. Sio ndoto. Nakwambia live. Ghafla ule mkono unakwenda. Akaniambia, kwa nini umenishinda? Nataka nikuvuta hapa nikutoe nje ya nyumba. Kabisa naona kama naanza kuelea. Nikasikia sauti, nyamaza. Roho Mungu anauambia mwili wangu, nyamaza. Ukashindwa kutoka. Kwa wakati huo shetani tena leo alikuwa amenitembelea kabisa physically, hata mke wangu sijamwambia. Kwa kuna vitu tutaanza kutokewa navyo kwa sababu majira yamebadilika. Usione watu tulio nao, level tulio nao ya nguvu ni kubwa kuliko watu tulio nao. Swala ni kwamba huduma haijawa na muda na haijafahamika, ila ulimwengu leo inafahamika na ina madhara. That's why unaona hata Zumariji kaangaika sana na sisi hata kuliko makanisa makubwa yaliyokuwa hapa ya kinabii. Unajiuliza kuna nini kwa nje tukufu. Umeelewa? Ile tabia zote za kiungu zinapodhihirika ndio utukufu wa Mungu. Waliona hekima jinsi anavyoweza kumjibu kila mtu. Sema amen. Umeelewa? Ule ni utukufu wa Mungu. Ndicho ambacho Mungu ana plani kije kwako. Ule utukufu waliouona kwa Yesu. Utukufu wa kufa msalabani, utukufu wa kutii. Hata hakuwa mwoga kutii mpaka mauti. Itafika wakati ambao utaanza kumtii Mungu hata wakati mgonjwa. Utamtii Mungu hata wakati una fedha. Utamtii Mungu hata wakati umeachwa na mwenzi wako anako. Unasikia maumivu ya rohoni, kwao nimeachwa, lakini hayakutengi na kutii. Ule ni utukufu. Sema utukufu. Lakini karakta haitakuwa ya uoga, hautamwogopa yeyote. Walipomwona Petro na Yohana waliona ujasiri wao. Wakatambua alikuwa na Yesu. Ile kutambua alikuwa na Yesu, maana waliona utukufu wa tabia ya Yesu. Yesu alikuwa ogopi. Biblia inasema hivi katika Mithali 28, wenye haki ni majasiri kama simba. Ndio maana utukufu huo Mungu alirusha. Neno alipenda kuwaua Kristo kuliko kucheza mpira. Zamani walianza kucheza mpira. Walikuwa na michezo mingi ya mieleka. Walikuwa na vitu vingi wanavifanya. Umeelewa ninachosema? Sema amina. Sasa yeye alipenda michezo ya kuwaua nini? Watakatifu. Neno ni Kaisari katili kuliko makaisari wote wa Roma waliokuwa makatili.
Kimoja kilimsumbua mtu mmoja, alikuwa mkubwa, jemedali wake. Akasema hivi, mbona hao watu kadri tunavyowaua ndio wanaomba zaidi kwenye uwanja huu na wanaimba? Kwa nini hawaanzi kulia labda kupanda kuta? Jamani, mtu ache. Wako comfortable. Ukimwambia weka kichwa hivi, mshoka lipite, ameweka. Eti anaenda mbinguni. Yule Nero yule Kaisari alikeleka. Mbona waonyeshi uoga? Mimi nataka waogope. Waogope ujishe na wanashangaa mpaka vitoto vidogo vinaimba. Wanaimba utukufu na shuka. Kule mauaji yanaendelea. Wamepanga mstari kama wanachukua chakula shule ya bodi. Kumbe wanaenda kuchukua kifo. Lakini they don't fear. Walipomwona Petro na Yohana walijua ujasiri wao. Maana walipouona ujasiri wao walitambua walikuwa na Yesu. Hiyo ni utukufu ambao wanasema, Baba, utukufu ulionipa nimewapa wao. The manifestation of his character. Udhihirisho wa asili wa tabia yake. Ile tabia ya Mungu la kasoro ushike la harabi. Pokea neema hiyo in the mighty name of Jesus Christ. Amen. So huyu Kaisari alikuwa anaona mpaka watoto, nisikilize, ni historia kweli. Ni historia kweli. Mwaka watoto wanaingia. Mmenielewa ninachosema? Wanakatwa vichwa. Wengine wanaweka kwenye vitanda vya misumari. Inaingia mpaka inatokea huku, inatokea tumboni. They die. Wamama wenye matumbo wote ya uzazi walikuwa wanapasuliwa wakiwa hai. Alafu anaanza kuoa yule mtoto wa tumboni, anakatwa vipande, mama anamwangalia. Wanasema umeridhika bado kumkataa Yesu? Simkatai. Nasema tunakuchinja na. Kulikuwa na mauaji ya kutisha. Lakini anashangaa wale watu bado wanamhimidi Mungu wao, hawamtukani Mungu wao. Hawasemi Mungu wetu kwani. Ni kama wanajua wanakokwenda. Tunajua tunakokwenda. Amen. Nasema tunajua tunakokwenda. Amen. Sasa sikiliza point ambayo ilitikisa. Nisikilize, Nero akauliza wakuu wake, jamani, wamekaa watu maelfu, hivi viwanja vilikuwa vikubwa kama hivi ya taifa. Jamani, anahangaika. Nitafanyeje na Wakristo? Mbona tunaendelea kuwaua, ujasiri unaongezeka? Hadi wanaimba kwa ujasiri. Wanaimba. Wanamwimbia Mungu wao ambaye yuko tayari, anawaona wanakufa. Wanamwimbia Mungu wao. Mmoja mkubwa akamwambia akasema hivi, wale mfalme, ila mfalme huyo sio kama wewe. Yeye huyo mfalme alikufa kwa ajili yao, ndio maana wao wako tayari kufa kwa ajili yake. Unanielewa ninachosema? Wanasema wewe ni mfalme, ni kweli wewe ni mfalme, lakini hujafa kwa ajili ya yote. Mfalme hao walimsulubisha huko Rumi katika Uyahudi. Alikufa kwa ajili yao, na wao wako tayari kufa kwa ajili yake. Sema Yesu alikufa kwa ajili yetu. Tukifa pamoja naye, tutaishi pamoja naye. Sema haleluya. Nyanyua mikono yako juu. Tunachukua kuuawa kwake Yesu Kristo katika miili yetu. Kuuawa kwa Yesu kuliua uoga, kuliua dhambi, kuliua roho ya dunia ife ndani yetu. Ili wanapokuja, adui anakuja kwetu lakini asiwe na kitu. Nawalilia sana Walawi, nawalilia sana viongozi, nawalilia sana wanangu wa kiroho walioko hapa, wanaompenda Mungu. Ingieni moja kwa moja, msikae nusu mguu mmoja nje mwingine ndani. Kwa sababu mambo yanaenda kubadilika. Ni muhimu kujua kwamba tukifa pamoja naye ili tupate utukufu na kuishi pamoja naye. Siku moja ilikuwa mwezi wa 3, nikasikia sauti, mwanangu wanatafuta kuua. Nilifedheka siku ile kwamba naenda kufa. Nikamwambia hivi, Bwana, niko tayari kufa. Hivyo watanipiga risasi au watanichinja, lakini iwe kwa ajili ya jina lako. Amen. Nikasikia uwepo umeshuka. Akaniambia hivi, kwa kuwa umekuwa tayari kujitoa kiasi cha kufa, hautakufa wakati
ila nataka wanangu wajitoe sadaka kwenye mioyo yao. Kujitoa kusimama kwa ajili ya jina la Mungu kiasi cha kuwa sawa na mashujaa waliopita ambao walikuwa tayari kufa kwa ajili ya jina. Hicho ndio kiwango ambacho anasema uwe mwaminifu hata kufa. Wengi wanafikiria uwe mwaminifu mpaka siku ya kifo. No, uwe mwaminifu hata wakikwambia ufe. Uwe mwaminifu kusema Yesu ni Bwana. Uwe mwaminifu kusema sitamwacha. Uwe mwaminifu kusema hakuna, iwe mzazi, iwe wenye mamlaka, iwe chochote kitakachotutenda na upendo wa Kristo. Hakuna. Hakuna. Nasikia nguvu. Nataka kama wewe ni Mkristo kweli, Roho wa Mungu yule ndani, pokea neema ya nguvu ya msalaba. Nguvu ya msalaba. Sababu ya nguvu ya msalaba ni kufananishwa na Yesu. Biblia inasema siku moja tukifika mbinguni, atakapodhihirishwa tutafanana naye. Tutafanana nini? Ushuhuda wa maisha yetu utafanana na Yesu. Kwamba tuliamua kuiacha dhambi, tukawa tayari kupigania haki na utakatifu kiasi cha kufa. Na wapenda Waislamu kwa sababu wako tayari kufa kwa ajili ya dini yao, ni wazuri sana. Nataka wewe Mkristo uwe zaidi ya Muislamu. Uwe tayari kwa ajili ya jina la Yesu, kwa ajili ya jina la Yesu. Umefika kiwango cha utakatifu huo? Je, umefika kiwango ambacho watu wanaweza wakakupiga mawe kwa kuwa unamshuhudia Yesu? Je, umefika kiwango ambacho unaweza kufukuzwa kazi kwa sababu ya jina la Yesu? Je, umefika kiwango ambacho watu marafiki wakakutenga, wanaacha kuongea na wewe kwa sababu tu ya jina la Yesu? Je, unaweza ukawa mpweke, ukawa mkiwa kwa sababu tu ya jina la Yesu? You are blessed. Eri ninyi mnaoteseka kiuchumi kwa sababu mnakataa kupata dhambi, kupata fedha kwa njia ya dhambi. You are blessed. Nawaambieni milango itafunguka ya fedha. Ninajua wengi mnaumizwa kwa sababu ya haki. Mngekuwa matapeli, wengi mngekuwa na fedha nyingi. Lakini nakufaidia nini? Upate fedha kwa njia isiyo ya Mungu wako. Fedha ikakutenga na Mungu wako. Wakati matajiri wote wanaziacha fedha, hata wajenge vipi wameziacha. Hasijawasaidia milele yao. Kwa isiwe sababu fedha kukutenga na Mungu. Beba msalaba, nenda na Yesu. Nenda na Yesu. Usimwache. Ipo nuru ya uchumi wako itakuja kama adhuhuri, itakuja kama asubuhi. Mungu anakuja laka. Mateso yenu ni ya muda. Anasema hivi, ninyi mtahuzunika, lakini huzuni yenu ni ya kitambo. Ni ya kitambo. Hajasema hamtaingia kwenye huzuni, mtahuzunika, lakini huzuni yenu ni ya kitambo. Manake Mungu yuko anapigana kwa ajili yenu. Vizazi vyote Mungu alipigana kwa ajili ya watakatifu. Na ndio maana tunasoma shuhuda za ajabu. Wengine mpaka walitoka kwenye magereza kwa namna ambayo hata askari walishindwa kuelewa. Herode anasema ninawaua leo. Inakueje huyu mtu ametoka? Anawezaje kutoka mtu milango haijafunguliwa? Wewe mlinzi wa kwanza huko, wa geti la kwanza, la pili, la tatu, la nne. Niambie huyo mtu ameenda wapi? Amekwenda wapi? Utukufu wa Mungu unapodhilika pale ambapo watu wake wamejitoa kwa hiari siku ya uwezo wake. Pale ambapo watu wamekamilika mioyo kuelekea kwa Mungu wao, ili ajionyeshe kwamba yeye ni Mungu mwenye nguvu. Kamilika moyo wako. Shida wako. Nasikia nguvu za Mungu, unazisikia? Yes. Let us go together in the house of power. Twende pamoja kwenye chumba cha nguvu za Mungu. Twende pamoja kwenye chumba cha nguvu za Mungu. Twende pamoja. Twende pamoja. Twende pamoja kwenye chumba cha nguvu za Mungu. Chumba cha nguvu za Mungu. Chumba cha nguvu za Mungu. Ili enzi ya adui ijue hata kama imeshuka haitatimisha. Enzi ya adui haitatimisha. Acha utukufu uchukue nafasi. Mwambie Yesu nitasimama na wewe. Mwambie Yesu sitakuacha. Nimeamua kukupenda kama ulivyonipenda kwanza. Nimeamua kusimama na wewe hata kifo kama ulivyosimama na mimi mpaka ukafa kwa ajili yangu.
wewe useme ukoje. Upendo ambao mtu hawezi kukupa, Yesu akupe wakati huu kwa jina la Yesu Kristo. Pokea neema ya upendo wa kuishi. Pokea neema ya kumpenda Yesu. Petro akasema, nisaidie Bwana, nisaidie. Petro anamuuliza, je, Petro wanipenda? Petro wanipenda? Je, wanipenda? Akasema, nisaidie Bwana. Nyanyua mikono yako chini kama unataka Yesu akusaidie jinsi ya kumpenda. Kudhihirika utukufu ndani ya umoja. Wakati naongea hili neno la glory and unity, la utukufu na umoja, nilikuwa naongea tu na viongozi wangu. Ghafla nikashangaa wameshuka, wanasujudu, wanamsujudia Mungu. Sikujua nini kinaendelea, lakini ilikuwa maongezi ya kawaida. Nguvu za Mungu zikashuka. Ilikuwa siku ya jana. Neno hili sio la kawaida. Oh, Mungu nisaidie siku moja nije niwafundishe siri ya utukufu na umoja. Asante Yesu. Fumba macho yako sasa. Asante. Ninaamuru moto wa Roho Mtakatifu uingie kwenu ili muweze kusimama na kuendelea. Pale wengine wanapokwama kuendelea, pokea neema ya kuendelea. Pokea neema ya kuendelea. Pokea neema ya kuendelea. Kwa jina la Yesu Kristo. Wengi wamekwama. Wangapi ulianza nao kusali hawapo? Lakini nakwambia pokea neema ya kuendelea kwa jina la Yesu. Pokea neema ya kuendelea kwa jina la Yesu. Pokea neema. Naongea na mtu anayesafiri. Siongei na yule asiyejua safari. Ujapokuwa mjini hautapotea. Pokea neema. Mungu akutie nguvu mno. Akutie nguvu mno. Akutie nguvu. Pokea neema ya kuendelea. Anza kuomba ndani ya roho yako ya kwamba roho yangu endelea mbele kwa nguvu, sio kwa udhaifu. Kwa nguvu, kwa nguvu. Mighty name of Jesus. Jesus, my Lord. Nyanyua mikono yako juu sasa. Saa ya kufunguliwa imefika. Yeyote aliyefungwa na magonjwa ya kutupiwa na wachawi yaanze kuondoka. Baba, nakushukuru kwa ajili ya watu waliokuja na haja mbalimbali. Ninajua ni saa yangu ya kusema neno lako, na kwa umelituma neno. Asante Yesu. Saa hii ninasema aliyekuwa amefungwa afunguke. Nyanyua tu mikono juu, nguvu ya Mungu itaanza kutembea. Namwona mtu amefungwa kwenye tumbo lake. Kitu kinaondoka sasa hivi. Uwe na enzi katikati ya adui zako, ndivyo Mungu ameamuru. Uwe na enzi katikati ya adui zako, uwe na enzi katikati ya adui zako, uwe na enzi, uwe na enzi, uwe na enzi, uwe na enzi. Yes. Nani analitumia tumbo lako? Nani analitumia tumbo lako? Ajui uko chini ya nabii mkuu, uko chini ya nabii mwenye mamlaka ya kuondoa magonjwa, ya kuondoa vifo. Pewa nguvu ya kuondoa. Tumepewa 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 nguvu ya kuondoa kwa jina. Inaanza kuondoka. Roho ya kukata uchumi wako, jini lililo juu ya paa ya nyumba yako,
linalokausha uchumi. Kuna mtu anasikia kelele kwenye bati, kumbe ni jini lililotumwa na wachawi linalokausha uchumi wake. Nasema toka kwa jina la Yesu Kristo, na toka roho ya kuzimu, achia uchumi wa mtakatifu. Toka kwa jina la Yesu Kristo, toka kwa jina la Yesu Kristo aliye hai, toka kwa jina la Yesu Kristo. Na kuona uligombana na mwanamke kwa ajili ya mume wako, uligombana na mwanamke na amekuwa kichuma kwenye kichwa chako, mwanamke anatuma kichwa kwenye kichwa. Hata sasa hivi nasikia kichwa chako ni kama kina kichwa. Uliwahi gombana na mwanamke kwa ajili ya Mungu, kwa ajili ya mwanaume. Yes, nyanyua mikono yako juu. Naamuru hiyo nguvu iondoke. Nasema naamuru nguvu hiyo iondoke, tena isirudi tena. Nasema na iamuru hii nguvu iondoke. Unasikia kitu kwenye kichwa. Uligombana na mwanamke ambaye mpaka sasa hivi kamweka mume wako chini ya uangalizi, yuko kama kwenye wavu wa kipepo. Nguvu ya Mungu ikiingia, 1, 2, 3, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Unasema haliwezekani. Inawezekana akachilia, hata kama uko naye au hauko naye. Inawezekana. Amini vizuri, nyanyua mikono yako juu. Inawezekana. In the mighty name of Jesus Christ, ninatuma tetemeko la Roho Mtakatifu kuvunja kila gereza, kila nia ya kuzimu kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Toka na kiburi chako, toka na kifafa chako, toka na marue mauza, roho ya mapoza, roho ya kushika upendo wa mwanaume kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Haraka toa uvunguni, toa kwenye chupa, toa kwenye chungu, toa. Angalia moto na waka. Moto na waka. Saidia wewe. Come on. Come on. Sit up. Nyanyua mikono yako juu. Uwepo usio wa kawaida. Ni uwepo wa kuondoa. Mimi sikemei na muondoa adui. Atoke kwa mume wako. Atoke kwa mwenzi wako. Atoke kwenye maisha yako. Mipaka yako. Mipaka yako. Mipaka yako ingiliwa na malaika anayeondoa adui. Ingiliwa na malaika anayeondoa adui. Ingiliwa na malaika. Ingiliwa na malaika. Ingiliwa na malaika anayeondoa adui. Mahali pa. 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 Waleta wazo lako. Please, kumsia kwa nguvu ya kuondoa. Sikiliza. Utaondoka. Umetosha. You have to go. You have to go. Nasema you have to go. Yes, waleta. Yupo adui kwenye kwenye ndoa yako. Usione aibu kwamba una adui, unaye. Nyanyua mikono yako ya kupata Bwana, nyanyua mikono ya kisasa cha Mungu wako. Kisasa cha Mungu wako. Lazima mimi aondoke. Namuona anapanda kwenye kichwa. Kwa nini yuko kwenye kichwa? Amemshikilia mume wake. Ameshikilia mume wake. Ameshikilia mtu. Lazima nasema aondoke. Nasema lazima aondoke.
Hakikisha uko kwenye sali moja pili nyuma. Pokea uzima sasa hivi. Uzima wa Yesu anza kuingia ndani yako. Yesu aliye kule akupe uzima.